Ukiona kichwa chako kiko na stress, usiandike message, usiongee na mtu. Hapa ndo nakuwa kinyume kidogo na wana falsafa, wana saikolojia. Wana saikolojia wanasema ukiwa na stress, sema maneno mengi. Sema, asema unatoa sumu. Lakini hiyo sumu inaenda wapi? Nakubaliana nao, sumu natoa. Na ikitoka inaenda wapi? Umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza kuna kipindi unaongea maneno mabaya, alafu akili natulia, unatamani uende kufuta, lakini alishatoka. Unaandika message mbaya, alafu akili natulia, unasema ningekuwa sijana nini ningefuta, lakini ulituma, mtandao umepokea, umesend. Na kule uliko send imedeliver. Umewahi kuandika message mbaya mpaka unatamani upande kwenye minara? Mnaifahamu minara? Hiyo ya simu ya Airtel sijui Safaricom, unatamani upande ukaende kwenye yale ukachungulie message yako, kama haijakuwa delivered uchukue, lakini imeenda. Na uliandika ukiwa kwenye stress. Ndio maana wako mabinti wamemaliza, yani anapata mchumba huyu anaachwa, anapata mchumba huyu anaachwa, anasema mchungaji niombee, nina mikosi, nina rana. Hauna rana, kichwa chako kina stress. Wewe mwenzako umempigia simu mara 2 mara 3 hajapokea, hujui hata yuko wapi, hujui hata anafanya nini, hujui simu ameiacha wapi. Unaanza kutuma ma message, najua upokei kwa kuwa uko na maraya wako, uko swi na nini, kwanzia leo unikome, uniache mimi na wewe basi. Mimi sitaki kuolewa na sitaki stress, mtoto wa watu, mimi sijui nini. Unatuma mi message fulizo tu. Hapo baadaye unapigiwa simu na umemwambia nimedelete na namba yako na nimekublock. Alafu baadaye unapewa taarifa na rafiki yako, anakuambia pole. Anasema nini? Anasema si yule fiansiwa amefanya nini? Hujapata taarifa kwamba amefiwa? Amefiwa? Sema yeye. Na hata wakati wanaenda kwa msiba, gari ikapata shida na simu zao zote zikachukuliwa. Umetuma hiyo yote message. Anakuja kupata simu, message zako zinaingia tweet, sitaki nini, sitaki kwanza leo malaya sina nini. Na yeye anajiuliza, nimemkosea nini mpaka kuniita malaya? Amejua nimepata matatizo gani? Alafu sijui wa Afrika tuna shida gani? Si wa Afrika wenzetu wazungu, akimtafuta mwenzake akamkosa, anamtumia message, nilikutafuta, ukipata muda nitafute. Sisi hiyo kitu hatuna kabisa. Yani ukipiga hajapokea tena. Nitaka kusema sana, ngoja niachane nayo nisije kakosa chai ya mchana. Na kwa sababu nitaka kusema wamama, sasa hiyo niachane nayo. Kwa sababu nilichotaka kusema ambacho sitasema, kwamba wamama wana shida fulani, ingawa sio wa kanisa hili. Wamama wana shida kweli. Akikutafuta akakukosa, jiandae sentensi 100 kujieleza. Unajitengenezea stress ambazo hata hazina maana. Amen. Yeye sasa mtafute kama utampata. Akiweka simu kwa room, yeye yuko nje na utajua, yuko jikoni, yuko wapi, utapiga mpaka utaita majirani wamwambia akachukue simu. Yeye hana shida. Hata kisikuta misikolo 100. Oh, ulinitafuta. Oh. Kirahisi tu. Yeye apige 3 zisipokelewe. Stress. Ni vizuri watu wafahamu kwamba heartbreak au mazingira ya kuumizwa moyo hayapo tu kwenye mapenzi. Yeah. Nimekutana na watu ambao nimewafanyia loss session au bereavement sessions, yani zile sessions za kumtu kama kafiwa, lakini sio kwamba amefiwa. Gari yake imeungua. Oh yeah. Alipenda sana. Na anaandago zile psychological elements zile mtu aliyefiwa, aliyepoteza kitu.
Mwingine mpoteza kazi. Mwingine kastaafu na hakuwa amejipanga kastaafu. Yeah. Alijua miaka ilimwambia, lakini hakutegemea barua. Barua inakuja kwa mabovu. Wengine ni kupoteza watu wanaowapenda, kufiwa. Na nyingine ni kwenye kupoteza viungo. Kwenye ajali. Okay. Kuna watu wengi wana loss kumbo kwa sababu kapoteza kiungo. Anashindwa kukopa. Yes. Shakutana mtu ambaye alipata ajali akapoteza nyama ya sikio. Mpaka leo anashindwa kukopa. Anavaa kofia ya kutumbukia upande mmoja. Kwa sababu tu ya hajaweza kukopa na loss. Yeah. It was a heartbreak. Kwa nini wengi tuna focus kwenye mapenzi, kwenye heartbreak ya mapenzi? Ni kwa sababu saikolojia inaniambia moyo wa mwanadamu umekuwa occupied na vitu vinavyohusu mapenzi kwa 60%. Wow, 60%. Kwa hiyo 40% ndio kazi, ndio utumishi. Yaani vitu vyote vinagombania 40%. 60%. Ndio maana it's very possible kumkuta mwanamke ambaye amefanikiwa na kazi, ana nyumba, ana mtoto, ana drive, hana mpenzi, lakini anaona kama maisha hajakamilika bado. Sio hajakamilika, hata kuwepo hajawahi kuwepo maisha. Anashangaa why? Afu mtu anamwambia you have everything. Yeah. It is true, but 40% ndio inakamilika. 60%. Yeah, which is more than half. Yeah. Na unajua kwenye psychology there's a fact kwamba stress za kuwa kwenye mahusiano yenye migogoro ni nzuri kuliko stress za kuwa kuna mahusiano kabisa. Dr. Chris. Nakwambia. Yaani watu walioko kwenye ana mahusiano, ana mpenzi, lakini mapenzi yana migogoro. Stress yake ina unafuu kuliko yule ambaye yuko single completely. Wote wana stress, lakini kuna mmoja ambaye ana mtu lakini anashughulikia kufix. Huyu mwingine hana kabisa. Ndio maana mara nyingi unaweza kuwa na mtu kwenye mahusiano ambaye unalaani alivyo na nini, lakini kuna mtu kwenye pembe anakwambia anamtamani ungempa huyo akiwa hivyo hivyo, chukua hivyo hivyo, akamkarabati yeye mwenyewe taratibu. Unaona? Kwa hiyo 60% ni mahusiano. Na ndio maana chochote kinachotokea kwenye mahusiano kinaleta mawimbi makubwa sana. Yeah. Kwenye mahusiano, kwenye moyo. Lakini la pili ambalo natamani watu wafahamu ni kwamba heartbreak inatengeneza negative emotion. Tuna two types of emotions. Tuna negative emotions, hisia hasi, na tuna positive emotions, hisia chanya. Yeah. Kucheka, kufurahi, shangwe, zote hizo ni positive. Kununa, hasira, kulia, negative. Kusononeka, stress, zote hizo negative emotion. Stress ya mahusiano zilikuja baada ya dhambi, kwamba wivu wako utakuwa kwa ume mwanaume. Hiyo ni baada ya tatizo. Because the design was not like that. But kulikuwa mna break up. Wow, okay. Sasa ile original design hakukuwa kuna matatizo yamewekwa kwamba mwanadamu ata struggle. Kwa hiyo design ya Mungu ya mwanzo, moyo wa mwanadamu haukuumbiwa kusustain heartbreak. Negative emotions haukuumbiwa. Kwa dhambi ilipokuja, sio Mungu aliufix ule moyo sasa hivi utakuwa tayari. Laana ilitendeka na mkabila, lakini kila kitu kilichoumbwa kwenye mwili kilibaki vile vile. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi heartbreak ikitokea, mwanadamu yule aliyeumbwa kutosafa ana sustain, ana endure heartbreak ambayo ina pain, wakati mwili haujatengenezwa ku endure pain. Na ndio maana kama hujajifunza kudeal na heartbreak, utaishia kwenye magonjwa, utake usitake. So wengi wakishapita kwenye heartbreak wanafikiri suluhisho ni kudate haraka. Hilo swali nilikuwa nimelia.
Kumbe anafanya hivyo kwa sababu anataka aponye hisia bila kujua anaingia kwenye mazingira vulnerable ya kuumia zaidi. Ndio maana chunguza mahusiano mengi, watu walio date kwa muda fulani wakaachana, wakakimbilia ku date, mara nyingi mahusiano yanayofuatia huwa yanakuwa muda mfupi kuliko yale kwanza. Chunguza. But Dr. Chris, kwenye hapo naomba niulize swali kwa sababu nilikuwa tayari nimeshaliandaa. Kwa hiyo sio sawa kuingia kwenye mahusiano baada ya kupitia heartbreak. Baadhi ya vitu ambavyo tunawasaidia watu to not do this when you go kwenye heartbreak. Baadhi ya vitu ambavyo tunasema ni vitu vya kuzingatia mara tu ukibreak. One of it ni usiingie kwa mahusiano haraka. Subiri kupona. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa emotional. Unafanya maamuzi kwa hisia, sio kwa akili. Kwa hiyo hata kama kuna red alert, hata kama kuna red flags, kuna vitu vya kukuonyesha kwamba huyu Irene ni mbishi sana. Huyu Irene anaonekana ni feminist. Huyu Irene ana misimamo yake kuhusu wanaume na mahusiano. Huoni wakati huu. Unaona tu anafiga, anahisi. Kwa sababu unaenda kwa hisia. Pata huyu mshikaji wangu aliniacha na tablo. Tuna mimi na mtu unaingia. Unajikuta umeingiza kidole kwenye shimo la manyiga.